Upepo mzito wa mvutano unaotikisa dunia, mji wa London umejikuta katikati ya uamuzi mzito wa kihistoria. Uamuzi unaoweza kubadili kabisa mwelekeo wa vita vinavyoendelea dhidi ya Irani. Serikali ya Uingereza, baada ya mashauriano ya dharura ndani ya kuta za Downing Street, imetoa idhini kwa Marekani kutumia vituo vyake vya kijeshi kushambulia maeneo ya makombora ya nchini Irani. Makombora yanayotajwa kulenga meli katika njia nyeti ya bahari ya Mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz ni mshipi mkuu wa usafirishaji wa mafuta duniani. Sasa umegeuka kuwa uwanja wa vita usio na huruma. Ripoti zinaonyesha kuwa mashambulizi ya Irani dhidi ya meli yameifanya dunia kuingiwa na hofu ya kusimama kwa uchumi wa kimataifa. Ndipo uamuzi wa Uingereza ukaja kama radi, kuiruhusu Marekani kushambulia kwa ajili ya kujilinda kwa pamoja, kwa lengo la kupunguza nguvu za makombora ya Irani yanayolenga baharini. Awali, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisimama imara kama mwamba akipinga ombi la Marekani. Alisisitiza kuwa hatua yoyote ya kijeshi lazima iwe halali kisheria na isiingize taifa lake kwenye vita visivyoeleweka. Lakini upepo ulibadilika ghafla baada ya Irani kushambulia washirika wa Uingereza katika Mashariki ya Kati. Starmer aliregeza msimamo wake, akifungua anga la kijeshi kwa mashambulizi kutoka vituo vya RAF Fairford na Diego Garcia. Hatua hiyo sasa imechochea mjadala mkali. Je, Uingereza imevuka mstari wa tahadhari na kuingia vitani rasmi? Katika upande wa pili wa Atlantiki, Rais wa Marekani Donald Trump hakuficha hasira zake kabisa. Kwa kauli kali na zisizo na vificho, alilaumu Uingereza kwa kutotimiza wajibu wake, akisema taifa hilo lilikuwa likichukuliwa kama rafiki wa karibu, lakini sasa linaonekana kuyumba. Maneno hayo yalikuwa kama msumari kwenye uhusiano wa kihistoria, yakionyesha presha kubwa iliyokuwepo nyuma ya pazia kabla ya uamuzi wa London. Katika anga la Uingereza, kivuli cha vita kilionekana wazi pale ndege ya kivita ya Marekani aina B-1 ilipotoka katika kituo cha RAF Fairford, ishara tosha kwamba maandalizi ya operesheni yalikuwa yameshaanza hata kabla ya tangazo rasmi. Hii si tena siasa, ni hatua za kijeshi zinazoandaa ukurasa mpya wa kihistoria. Wakati viongozi wakichora ramani za kivita, wananchi wa Uingereza nao wanaongea kwa sauti ya tahadhari. Utafiti unaonyesha kuwa takriban 59% wa Uingereza wanapinga kabisa mashambulizi ya Marekani na washirika wake dhidi ya Irani. Hofu yao ni moja tu, kuingia kwenye vita visivyo na mwisho. Katika tamko lake, Downing Street ilitoa wito wa kupunguza mvutano kwa haraka na kupata suluhisho la vita. Lakini ukweli unaonekana kuwa tofauti. Kadri makombora yanavyovuka anga la Ghuba na ndege za kivita zinavyopaa kutoka vituo vya kimataifa, dunia inasogea hatua moja zaidi kuelekea mzozo mkubwa, mzozo ambao unaweza kuhusisha mataifa makubwa zaidi duniani. Hii si hadithi ya kawaida diplomasia. Hii ni simulizi ya nguvu, ni simulizi ya hofu na maamuzi mazito yanayoweza kubadili hatima ya dunia. Je, hatua ya Uingereza ni ulinzi wa haki au mwanzo wa kuungua kwa moto mkubwa zaidi? Jibu lake linaandikwa sasa katika anga la Hormuz, katika vituo vya kijeshi vya mbali na katika mioyo ya viongozi wanaobeba uzito wa dunia mabegani mwao. Na hii ni Shehena Media.